Ahena Mantale, ahena Kitana, ahena watu wote ambao mnaifuatilia na kuipenda zaidi tamthilia ya Kitana. Bwana, tumeona asili ambayo tulikuwa tujawahi kuitambua hata siku moja kuhusiana na Maginga bwana, kumbe amekuwa kituigizia kujifanya kwamba ni mlevi, kumbe hana ulevi wowote ule, bali ni sehemu ya kujificha na kuwafanya watu waamini kwamba yeye ni mtu ambaye sio chochote. Kumbe ni mtoto halali kabisa wa chifu wa himaya hii ya Mantale wa zamani kabisa, chifu ambaye aliuawa kikatili na chifu wa sasa. Kwa sasa tumeweza kupata siri hii hapa kutoka kwa Ngalewa, lakini kikubwa zaidi nafikiri mtaalam Mr. Maginga yupo kwa ajili ya kulipiza kisasi, kwa sababu hawa watu waliweza kuhusika na mauaji ya wazazi wake, na inasemekana kabisa kwamba mauaji hayo yalifanywa na chifu huyu hapa wa sasa, kwa sababu tumeweza kuona namna ambavyo chifu amepewa tahadhari na mzee Majengo. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films. Wakati huo tuendelee kuangazia yale ambayo yameweza kutokea kwenye episode hii. Safi ni kwamba tayari Binyanza ameingia kwenye mgomvi mzito kabisa na Mr. Ngalewa, kwa sababu Ngalewa amekasirika na kitendo ambacho Binyanza aliweza kukifanya, kwa sababu inavyosemekana ni kwamba Ngalewa alihusika katika kumtorosha ama kuokoa uhai wa Maginga, mtoto wa chifu, mtoto halali kabisa wa aliyekuwa chifu wa himaya hii ya Mantale. Lakini ni vema kwa sababu amefanya maamuzi bora zaidi kuamua kuachana na mipango ya Binyanza, kwa sababu kama Binyanza angekuwa anatambua umuhimu wa Ngalewa, asingeweza kumficha kuhusiana na uwepo wa mtoto wa chifu wa zamani kabisa Mr. Maginga kwenye himaya hii. So nafikiri kwamba alichokifanya kumwambia kwamba wakate mawasiliano na hata msaidia kwa kitu chochote kile, nafikiri alikuwa sahihi na ana haki ya kufanya hivyo, japokuwa chifu wa himaya hii sio chifu ambaye anastahili kabisa mtu kuweza kumuonesha imani yake, ama sio chifu ambaye anastahili kabisa kuoneshwa uaminifu wowote, kutokana ni chifu mwenye ubinafsi, ni chifu ambaye anajali maslahi yake binafsi kuliko maslahi ya watu wengine. Sasa ameonywa na Mr. ama mzee Majengo kuhusiana na kumtafuta Binyanza, na wote tumeshaona kabisa hatari ya Binyanza inakaribia, na mpango wa Mr. Maginga kuhakikisha kwamba anachukua utawala huu, anachukua himaya hii ya Mantale, nafikiri kwamba itakwenda kufanikiwa, kwa sababu hata Kitana anashirikiana na Binyanza, na uwezo ambao Kitana yuko nao sidhani kama hata Ngalewa atamzuia pindi ambapo ataingilia swala zima la kuzuia kupinduliwa kwa himaya ya Mantale. Lakini sidhani kama alichokiongea anakimaanisha kwamba hata msaidia tena Binyanza, kutokana na kwamba hakuweza kumweka wazi kuhusiana na uwepo wa Mr. Maginga. Lakini wote tumeshuhudia kwamba siri ya Maginga kuigiza kwamba yeye ni mlevi wakati sio mlevi imetambulika na mbea wa himaya hii ya Mantale, nikimaanisha kwamba Mr. Manyakenda aliweza kuona tukio zima la Mr. Maginga kuweza kumwaga pombe na kujifanya kwamba ni mlevi, halafu baadaye akaja kupretend moja kwa moja ya kwamba ni mlevi, wakati alionyesha dalili zote za kutokuwa mlevi kwenye macho ama mbele ya macho ya Manyakenda. Na Manyakenda hawezi kufunga mdomo wake, wote tunafahamu. Hata kama Manyakenda na Maginga wameishi kama ndugu, sidhani kama swala hili hapa atashindwa kulitangaza kwa watu wengi, na hata kama atatangaza kwa watu wengi, nafikiri kwamba watakao muamini watakuwa ni wachache zaidi kuliko wale wengi ambao hawataweza kuyaamini maneno ya Manyakenda. Lakini siku zote maneno ya Manyakenda huwa ni ya kweli, hayanaga uongo kabisa, japokuwa watu wanamuona kama ni mbea, lakini siku zote huwa ni maneno ya kweli kabisa. Kwa hiyo nafikiri kwamba kunaweza kukawa na watu wengi ambao watamwamini, lakini pia wapo watu wachache ambao hawataamini maneno ya Manyakenda ya kwamba Mr. Maginga ana pretend kuwa mlevi wakati sio mlevi, kwa sababu ni kitu ambacho nafikiri ama ni taarifa ambazo sio za muhimu sana kwenye macho ya watu. Hata kama kipretend kuwa mlevi, wao hawataangazia zaidi kuhusiana na nini kinamsababisha aweze kupretend ama kujifanya mlevi, kwa sababu hawajui historia yoyote yule ya chifu wa zamani, hawajui mtoto wa chifu kama yuko hai. Lakini pia tumeweza kuona Mr. Majengo ama mzee Majengo amempa taarifa Mr. ama chifu wa himaya hii hapa ya Mantale ya kwamba huyo mtoto wa chifu anaishi miongoni mwao, lakini kwa kivuli cha mtu ambaye ni wa kawaida kabisa. Sasa nafikiri kwamba harakati za mzee Majengo pamoja na harakati za Mr. ama chifu wa himaya ya Mantale watakuwa wote wana uhusiano, na watakuwa walishiriki wote kwenye kifo ama vifo ambavyo walivisababisha kwenye utawala wa zamani wa chifu ambaye alikuwa
alikuwa ni baba yake na Magenga. So nafikiri kwamba lazima ukweli uje hadharani, lazima ukweli tuutambue. Lakini moja kati ya vitu ambavyo nafikiri kwamba wengi hawakuelewa ni tukio zima ambalo liliweza kutokea pindi ambapo Mwakalinga na mwenzake walitaka kumtoa kwenye hali ya usungula bibi mchawi huyu alimaarufu kama Mama Kabula, na wengi waliweza kumwona pia Kitana akionyesha nguvu zake ni kana kwamba alikuwa anasaidia au alikuwa anataka kuzuia Mwakalinga asifanikishe swala zima la kumtoa kwenye hali ya usungula Mama Kabula. Sasa majibu yako hapo. Wala Kitana hakuwa anamzuia Mwakalinga kumtoa kwenye hali ya usungula Mama Kabula. Hapana, alikuwa akimsaidia kwa sababu nguvu ya Mwakalinga ilikuwa bado ni ndogo kuweza kumwamsha ama kumtoa kwenye hali ya usungula Mama Kabula. Hivyo basi Kitana alikuwa anaongeza nguvu pale ili waweze kumsaidia wote kwa pamoja. Sasa wengine walikuwa wakifikiria labda Kitana alitaka kuzuia, lakini nguvu zake zilionekana kuwa ndogo kwa Mr. Mwakalinga. Hakuna kitu kama hicho hapo. Kitana nguvu zake zilikuwa ni kubwa, kwa sababu hata ukiangalia ule moto ulitokea mbali zaidi ukilinganisha na moto ambao ulikuwa unatoka kwenye mikono ya Mr. Mwakalinga. Hivyo basi alikuwa akimsaidia Mwakalinga kuhakikisha kwamba wanamrudisha katika hali ya kawaida kutoka kwenye hali ya usungula Mama Kabula. Sasa ni kwa nini alifanya hivyo? Nafikiri kwamba Kitana anahitaji kuweza kuona Mama Kabula amebadilika au hajabadilika. Na mchawi siku zote bwana, kubadilika kwake huwa ni kazi ngumu sana. So nafikiri kwamba hata kama amesaidia swala hili hapa, sidhani kama itakuwa ni suluhisho. Lazima Mama Kabula ataendeleza harakati zake za kufanya uovu, kwa sababu huyu ni mchawi siku zote na inaonekana uchawi wake uko kwenye damu. Kama aliweza kumdhuru mtoto wake, kama alitaka kumtoa mzukule mtoto wake, atashindwaje kuacha kubadilika na kuacha tabia zake za uchawi? So kitu kama hicho hapo ndo nafikiri kwamba kitatokea. Sasa episode inayofuata itakwenda kutupa majibu ya maswali yetu haya.